Wa fi dhalika al-yawm, na kwa siku hiyo, laisa ahadun ashadda adhaban, hakuna yoyote aliyokuwa na adhabu kali zaidi, min ta'dhibi llahi, kuliko adhabu atakoadhibu Mwenyezi Mungu siku hiyo, liman asahu, kwa yoyote yule awaye alomuasi yeye, hata awe nani. Ukiwa wewe umemwasi Mwenyezi Mungu, basi siku hiyo ataadhibu adhabu ambayo hajawahipo kuadhibu yoyote yule. Walaisa ahadun, na wala hakuna yoyote yule, ashadda wathaqan, mwenye kifungo kilichokuwa kikubwa zaidi, cha muda mrefu zaidi, kilichokuwa kigumu zaidi, kikali zaidi, chenye kuumiza zaidi, min Allahi, kuliko Mwenyezi Mungu mtukufu, liman kafara bihi, kwa yule ambaye atakayekataa maagizo yake. Wala yablughu, wala hafikii kabisa, ahadun min alkhalqi, yoyote katika viumbe, ma yablughuhu Allahu, yale ambayo nawafikia Mwenyezi Mungu mtukufu, fil adhabi, katika kutesa na kuadhibu, liman kafara, kwa yote ambaye atamkufuru yeye, wa asahu, na akamwasi. Wa hadha aladhabu, na adhabu hii, wal wathaiqu, na vifungo hivi atakavyovitoa, atavitoa lilmujrimina, kwa watu waovu, watu wenye tabia kabisa ya kumkera Mola wao, wadhalimina, na hata madhalim na wao vile vile Mwenyezi Mungu atawaingiza kwenye gereza kubwa. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, bas mja usije ukafika pahala ukadhulumu kwa kuwa wewe una uwezo. Fadhulmu uqubahu yaatika binnadami, dhulma mwisho wake inakujia majuto. Tanamu ainaka walmadhlumu muntabihu, yanalala macho yako na ulomdhulumu yuko macho anazindukana. Yad'u alayka, anakuwapiza wewe. Wa ainullahi lam tanam, na macho ya Allah hayalali kabisa. Amma nafsul mutmainna, ama nafsi ambayo imetulia, al-aminatu, nafsi ambayo imeamini, allati la yastafizuha khawfun, nafsi ambayo haitofadhaishwa na hofu yoyote, wala huznun, wala haitofadhaishwa na sononoke lolote la huzni. Wa hiya an-nafsu al-mu'mina, nayo ni nafsi ya mtu ambaye ameamini. Fayuqalu laha, nafsi hiyo itaambiwa, ya ayatuha an-nafsu al-mutmainna, ewe nafsi ulotulie katika iman, irji'i ila jiwari rabbik, nenda kwenye ujirani wa mlezi wako Mola wako aliye mtukufu. Wa thawabihi, na nenda kwenye thawabu zake alizokuandalia. Wama a'addahu liibadihi, na yale yote ambayo ameandaa kwa ajili ya waja wake. Fi jannatihi, katika pepo yake. Radiyatan fi nafsik, ukiwa nafsi wewe umeridhika kwenye nafsi yako, umepoa kabisa, huna joto, wenzako wanaungua katika jahannamuni huko. Radiyatan fi nafsika bithawabi, umeridhika kwenye nafsi yako kutokana na malipo uliopewa. Maridhiyan anki, pia vile vile na wewe umeridhiwa. Qad radiyallahu anha wa ardaha, Mwenyezi Mungu ameridhia nafsi hiyo. Qad radiyallahu, nafsi hiyo imeridhia Allah, wa ardaha, na vile vile mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala nafsi hiyo akairidhia. Wa yuqalu laha, na patasema kuambiwa nafsi hiyo, udkhuli fi jumlati ibadillahi salihina, ingia kwenye grupu la waja Mwenyezi Mungu waliowema, na wewe ingia kule. Wadkhulil jannata, na ingia peponi. Dara karamatihi, ni nyumba ya utukufu wake na ukarimu wake, kuwapa waja ambao walizibinya nafsi zao na matamanio, waja Mwenyezi Mungu waliwema. Yuqalu laha inda dhalika, itaambiwa nafsi hiyo wakati huo, inda lihtidari, wakati pumzi zake za mwisho, anakufa mtu. Wa fi yaumi alqiyama, na hata siku ya kiyama nao pia vile vile nafsi hiyo itaambiwa, unapokufa pale kama mja mwema, basi unaambiwa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya.
Tumuombe Mwenyezi Mungu na sisi atujalie tuwe miongoni mwa hao watakaoambiwa na malaika, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Baada ya kumaliza sura hiyo, tunaingia sura nyingine, sura Al-Balad. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. نأبا ومجي هو مجي ومكة. وأنت حل، نوى محمد يكون حلال كبيسة كوينجيا بهذا البلد كنداني مجي هو أمباو akharajatka ahluha, watu wa mji huu walikotoka kufukuzilia mbali. Wa anta hillu, nani halali kabisa bihadha albaladi, kuingia katika mji huu na hata kugusa yoyote yule. Wa walidin, na pia Mwenyezi Mungu anaapa na mzazi. Wama walada, na kile ambacho amekizaa. Jawabu ya kiapo, laqad khalaqna al-insana, kwa hakika sisi tumemuumba mwanadamu, fi kabadin, katika kupambana na tabu nyingi mno, kama tutakavyoona mbele katika tafsiri. Ayahsabu, hivi anadhania mwanadamu, allan yaqdira alayhi ahadun, kwamba yeye hakuna yoyote amuwezaye, ana nguvu. Tayib. Wa walidin, na ninaapa na mzazi. Wama walada, na kile ambacho amekizaa. Mzazi wenyewe tutamuona mbele ni nani. Wa walidin, na Mwenyezi Mungu anasema ninaapa na mzazi. Wama walada, na kile ambacho amekizaa. Jawabu ya viapo hivyo vitatu, laqad khalaqna al-insana, tumemuumba mwanadamu, fi kabadin, kwa tabu kabisa, au tumemuumba mwanadamu katika kupambana na tabu kabisa za dunia na za akhira pia. Ayahsabu allan yaqdir alayhi ahadun, hivi anadhani kwamba hakuna yoyote amwezaye kwa nguvu, kwa ubavu, yani kwa triki, kwa ujanja, hakuna yoyote amwezaye. Yakulu, mpaka anafika kusema, ahalaktu mala lubada, nimeangamiza mimi mali nyingi mno. Nani atakaye hesabu mimi kwa mali nilizozitoa mimi? Ni nyingi mno kabisa, atajuaje? Ayahsabu an lam yarahu ahad, hivi anadhani kwamba hakuna yote amuonaye kwa vitendo ambavyo anavifanya mwanadamu. Almaana alijmali, maana kiujumla, aqsama Allah subhanahu wa ta'ala, ameapa Mwenyezi Mungu mtukufu, bi ahabbil biladi, kwa moja katika miji aipendayo, ilaihi, miji ambayo inapendeza kwake yeye. Wahia Makka, nao ni mji wa Makka. Lihurmatiha, kutokana na utukufu wake mji ule. Wa idhami qadriha, na ukubwa wa jambo la mji ule kabisa. Wa waada nabiyahu, na akamwahidi mtume wake, an yuhillaha lahu, kwamba mji huo atamhalalishia, na kuna siku moja ataingia Maka pale. La tadkhulunna almasjid alharam, Muhammadin, nachokuhakikishia wallahi, mtaingia katika mji wa Maka, mtaingia katika msikiti mtukufu wa Maka, aminina, mkiwa na amani kabisa, muhalliqina ruusakum wa muqassirin, la takhafun,
hamuogopi kitu, mtaingia. Hatta yuqatila fiha, amemwahidi mtume wake mpaka pambane mule. Wa qad halaha, na mji huo Mwenyezi Mungu ameuhalalisha lirasulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa mtume wake aliyetukuka, yauma alfathi, siku ya kufunguliwa Maka hiyo. Thumma qala, ikisha akasema, inna Allah harrama makkata, ikisha mtume akasema Mwenyezi Mungu ameharamisha Maka, yauma khalaqa as-samawati wal arda, siku ambayo ameumba mbingu na ardhi. Kwa yoyote kuiteka Maka atojaribu, ameharamisha Maka kwa yoyote kabisa kuiteka. Wala mtahilla li ahadin, na wala haikuwa Maka hiyo ni halali li ahadi qabli, kwa yoyote kabla yangu mimi Maka haikuwa ni halali kabisa. Wala tahillu li ahadin ba'di, wala haitakuwa ni halali tena kwa yoyote atakayekuja baada yangu akaiteka. Wa innama uhillat li saa, kwa hakika Maka ilihalalishiwa mimi saa moja tu, min naharin, katika mchana. Fahiya haramun, kwa hiyo Maka ni haram kabisa kutekwa. Bihurmati llahi, kwa uharamu wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Ila yaumil qiyamati, utaendelea mpaka siku ya Kiyama. Na wala hakutokea mjanja akaweza kuiteka Maka kabisa. Man yurid fihi bilhadin, yoyote atakayeonyesha fujo mule, bidhulmin, kutaka kufanya dhulma mle, nudhiqhu, basi sisi tutamuonjesha, min adhabil sa'ir au hariq, tutamuonjesha adhabu ya kuunguza pale. Sio pahala pa maskara, wala sio pahala kwa kufanyia upuuzi, ni mji mwingine kabisa ule. Man dakhala aminan, mwenye kuingia katika mji ule basi anapata amani. Hata kama kuna mtu katokea huko anapigwa vita, akiingia pale ni kwamba aguswi kabisa. Tayib, thumma aqsama bilwalidi, ikisha Mwenyezi Mungu akaapa kwa mzazi. Wa huwa Adam, na mzazi aliyokusudiwa hapa ni Adam, ambaye ni abul bashari, ni baba wa viumbe. Wama walada, na pia Mwenyezi Mungu ameyapia kile kitakachozaliwa na mzazi huyo. Wa huwa dhurriyatuhu, nao ni watoto wake. Aqsama bihim subhana, kwa nini Mwenyezi Mungu akawapia hawa? Akawapia mzazi na akawapia kizazi vile vile kinachozaliwa. Ameyapia watoto wenye kuzaliwa na mzazi huyu, na pia amemwapia mzazi, lianna fihimul anbiyaa, kwa sababu ndani ya kizazi hichi, ndani yake mna manabii, mna mitume, wasalihina, na watu wema, waduati, na hata walinganiao ila Allah Ta'ala, kuwalingania watu kwenda kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, wamkubali yeye, wamwamini yeye, wamuenzi yeye. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaapa kutokana na mambo makubwa hayo. Na jawabu yake, laqad khalaqna al-insana fi kabarin. Maana al-aya, laqad khalaqa Allahu Adama, Mwenyezi Mungu amemuumba ibn Adam, amemuumba mwanadamu, fi shiddatin wa ina'in, katika tabu na ugumu. Yukabidu shadaida dunya, atapambana mwanadamu huyu na mateso na shida za kidunia. Wa yuqasi shadaida al-akhirah, baada dhalika, baada ya hapo anakwenda kupambana na shida za akhira vile vile. Thumma akhadha subhanahu, ikisha akawa Allah subhanahu yadhkuru ghurura al-insani, anataja kudanganyika kwa mwanadamu. bima utiya min ni'mi Allahi alayhi, kwa yale ambayo kapewa miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu. Wayaqulu, na mwanadamu huyu anasema, innani la yaqdiru ahadun,
hakika mimi hawezi yoyote kabisa, mahma utiya min quwwatin, vyovyote atakavyopewa katika nguvu, ala qahri, juu ya kuntesa mimi na kunzidi mimi nguvu, hatokeze yoyote mwingine. Anasema binadamu hivyo. Ayadhunnu, hivi anadhani mwanadamu huyu, anna Allah la yaqdiru, kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kabisa, ala ba'thihi, juu ya kumfufua yeye, wa muaqabatihi, na kuweza kumtia mbaroni na kumchunga yeye. Yaqulu laqad anfaqtu mala, anasema kwa hakika nimetoa mimi mali. Yaqulu, anasifika kusema mwanadamu huyu, laqad anfaqtu malan kathira, kwa hakika nimetoa mali nyingi mno. Faman yuhasibni bihi, nani atakayenihesabu kupitia mali hizo? Ayadhunnu, anafikiria mwanadamu huyu, anna Allah la yarahu, kwamba Mwenyezi Mungu hamuoni yeye. Fayalamu miqdara nafaqatihi, akaweza kutambua Mwenyezi Mungu huyo kiwango alichokitoa mwanadamu huyo. Alam naj'al lahu aynaini, kwa nini mwanadamu anafika kutoa maneno ya jeuri namna hiyo? Mwenyezi Mungu anauliza, hatukumjaalia yeye macho mawili yakawa anaona? Walisana, na hatukumjaalia sisi ulimi? Wa shafatain, na midomo miwili? Wa hadainahu najdaini, na hatukumuongoza sisi mwanadamu huyo njia mbili? Kwa nini binadamu anafika kiwango cha jeuri namna hiyo? Ndiyo maana Mwenyezi Mungu mtukufu akasema katika hadithi ambayo an Makhulin qala, kutoka kwa Makhul kasema, qala nabii sallallahu alayhi wasallam, tumekasema, yaqulu Allahu ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ya ibn Adam, ey mwanadamu, qad an'amtu alayka ni'man 'idhaman, kwa hakika nimeneemesha kwako wewe neema nyingi mno. La tahsi adadaha, kiasi ambacho huwezi kudhibiti idadi yake. Wala tatiqu shukraha, wala kabisa mwanadamu wewe huwezi kushukuru neema kabisa nilizokupa, kuzihesabu huwezi, na wala kushukuru kabisa huwezi, kwa sababu neema ya dicho tu kabisa huwezi. Wa inna mimma an'amtu alayka, na nakukumbusha kidogo tu baadhi ya neema ambazo nimekupa. An ja'altu laka aynaini, ni pale nilipokujalia wewe kuwa na macho mawili. Kumbuka sana mwanadamu, tandhuru bihima, ukawa unaangalia kwa kutumia macho mawili hayo, na mjua nani mzuri na ni mbaya, nani ambaye atafaa hasa kwa mke wangu mimi, nani atakaye kuwa mama watoto wangu kabisa. Unaangalia kutumia macho hayo. Waja'altu laha ghita'ahuma, na pia macho hayo nikafanyia kizuizi, kizibo kabisa. Fandhur bi'ainaika, basi angalia kwa kutumia macho yako hayo, ila ma ahalaltu lak, kwa ile ambayo nimekuhalalishia binadamu. Wa in ra'aita, na pindipo jicho lako litakapoteleza ukaangalia, ma haramtu alayka, yale ambayo nimekuharamishia, fa atbiq alayhima ghita'ahuma, yafunike kabisa, yaambatanishe macho yako hayo kizibo nilichokuzibia mimi, kizuizi au pazia nililokuwekea mimi. Fumba kabisa macho yako kutokuangalia mambo ambayo nimeharamisha mimi. Waja'altu laka lisanan, na mwanadamu kumbuke kwamba mimi nimekujalia wewe ulimi. Waja'altu lahu ghallafan, na ulimi huo nikauwekea vile vile kizuizi. Fantiq bima amartuk wa halaltu lak,
basi tamka kwa yale ambayo nimekuamrisha na yale ambayo nimekuhalalishia. Fa in arada alayka ma haramtu alayk, iwapo ulimi utakutokezeshia mambo ambayo nimekuharamishia mimi Mola wako, fa aghliq alayka lisanak, ufunge kabisa ulimi wako. Waj'altu laka farajan, na pia nikakujalia wewe utupu binadamu. Waj'altu laka sitran, na pia utupu huo mimi nikaufanyia kizuizi, nikaufanyia pazia. Fa asib bifarajik ma ahalaltu lak, kwa hivyo ingiza utupu wako sehemu ambayo mimi nimekuhalalishia. Fa in arada alayka ma haramtu alayk, iwapo utupu huo utakuletea mambo ambayo, utakuletea fikra za mambo ambayo nimekuharamishia wewe, fa arkha alayka sitrak, shusha kabisa pazia lako usiweze kuona utupu huo. Ya ibn Adam, manadamu, innaka la tahmil sakhati, binadamu huwezi kabisa kubeba hasira zangu, wala tatiqu intiqami, wala huwezi kabisa minakamisho yangu nitakapotesa mimi, mateso yangu kabisa huyawezi. Kwa hivyo chunga haya mambo ambayo mimi nimekuneemesha, ili upate salama utakapokuja kwangu. Insha Allah taala tutafika hapa. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wallahu a'lam.